Sisi kwa umoja wetu tunaendelea kushikilia msimamo wetu wa kujali na kusimamia na kulinda na kuilinda amani ya nchi yetu, kwani tunaamini pahala pasipo na amani haki haiwezi kudaiwa wala kupatikana. Haki ni mchakato, process, na kwa msingi huu haki ili ipatikane inahitaji wakati na pahala, time and space, na ili pahala pa kudaia haki paweze kufanya hivyo, amani inahitajika kwanza, ndipo haki iweze kupatikana. Pahala penye fujo, vurugu na watu kutishiwa mpaka kukatwa sehemu za miili yao, pahala hapo kamwe hapawezi kuwa na mazingira sahihi ya kutoa hiyo haki inayodaiwa. Sisi kwa umoja wetu tunaamini vitendo hivi ambavyo vimeleta maafa katika nchi yetu ni vitendo vya kulaaniwa na ni lazima vidhibitiwe na kuhakikisha havitokei tena katika nchi yetu. Lakini pia sisi kwa umoja wetu tunaitaka serikali ifanye uchunguzi wa kina juu ya kina nani ndio walikuwa vinara wa kuchochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa kuwahi kutokea katika nchi yetu mpaka kufikia maisha ya watu kupotea. Sisi kwa umoja wetu tunaiomba serikali kuwaangalia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekumbwa na maafa haya na wala hawakuhusika kwa namna yoyote ile, kuwaangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Sisi kwa umoja wetu tunaisihi serikali katika kipindi hiki iangalie pale panapohitaji suluhu pafanyike suluhu, kama mafundisho yetu yanavyosema, na suluhu ni kheri. Qur'ani sura An-Nisa aya 128. Na pale panapohitaji maridhiano, basi serikali pia iwe tayari kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na raia wake. Japokuwa pia tunaisihi serikali yetu suluhu na maridhiano isiwe ni zawadi wanayopewa wale waliohusika na kushiriki katika uhalifu huu uliopelekea maafa haya. Sisi kwa umoja wetu tumekusanyika hapa kwa lengo la kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuilinda nchi yetu na watu waovu, na pia awasamehe wale ambao hawajui walifanyalo, lakini pia wale waliofariki na wasio na hatia, kwa namna kwa hakika yeye ni mwingi wa rehema na kurehemu. Wetu pia hatuoni kuwa ni busara wala hatuoni kuwa ni afya kwa umoja wetu na mshikamano wetu katika nchi sisi kuitwa wajinga kwa sababu tu tulikuwa tukihimiza amani. Sisi kama sehemu ya jamii katika nchi yetu siku zote tumekuwa mstari wa mbele katika kusimamia na kuhimiza amani katika nchi yetu, hata pale ambapo kufanya hivyo kunapokuwa kuna tulazimu kukubali maumivu makubwa, lakini tulikuwa tayari kufanya hivyo. Tunataka tueleweke na viongozi wa dini wenzetu kuwa sisi sio wajinga na hatuwezi kuwa wajinga kwa sababu ya kuzungumzia na kuhimiza amani. Kama ambavyo pia kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pamoja na viongozi wengine kamwe hawawezi kuwa wajinga kwa sababu ya kusimamia suala la amani katika nchi yetu, amani ambayo ikiwepo tunanufaika na kufaidika nayo sisi sote. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu idumu amani yake, awajalie wale wote walioathirika na maafa haya na kuwaondoshia huzuni katika nyoyo zao, ajalie wale waliopoteza maisha awape malipo yanayowastahiki huko waliko, na wale waliopata majeraha awaponye majeraha yao kwa haraka, na waliopoteza mali zao Mwenyezi Mungu awape badali. Allahumma amin. Tunatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wetu wa kitaifa, kwani kwa kufanya hivi kuna maslahi kwetu sote. Na mwisho kabisa tunatoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, lakini pongezi pia kwa mwanasheria mkuu wa serikali, pongezi kwa spika, pongezi kwa waziri mkuu, wabunge na madiwani wote ambao hawa watatutumikia katika kipindi cha miaka 5. Tunawapongeza, tunawaombea kheri. Mwenyezi Mungu awajalie, awazidishie hekima na busara katika kuliendesha taifa letu kwenye namna nzuri anayoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Wabillahi tawfiq. Asanteni kwa kunisikiliza.